Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada maalum ambayo ni ya mfungo wa siku ya leo, lakini ni ibada ya anza siku na Bwana inayokuja kwako kila siku asubuhi na Pastor Miamba. Wote tunajua kwamba tupo katika mfungo wa siku 40 tuko nao siku ya leo, lakini agenda ya siku ya leo Mungu anatupeleka katika kitabu cha Isaya sura ya 43 mstari wa 4, ndio itakuwa kitovu cha ibada yetu ya mfungo wa siku ya leo. Maandiko yanasema, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu na mwenye kuheshimiwa, nami nimekupenda, kwa sababu hiyo nitainua watu kwa ajili yako na kabila za watu kwa ajili ya maisha yako. Kuna vitu viwili vitatu nataka tuviangalie kabla tujaenda kuomba katika mfungo wetu wa leo. Tunataka mwaka huu 2026 Mungu aende pamoja nasi, lakini atuinulie watu, kwa sababu ni kanuni yake kwamba anawainua watu kwa ajili ya kwenda kutimiza makusudi kwa watu wake. Kwa Kiingereza wanaitwa destiny helpers, watu ambao wanasaidia makusudi ya Mungu kutimia. Tunajua tunaenda mwaka huu wa kubarikiwa sana, lakini katikati ya kuyaona matendo makuu ya Mungu, Mungu atainua watu watakao sababisha yale matendo makuu yaonekane. Watu wanadhani kwenye matendo makuu ya Mungu tunaona labda upepo tu unapita. Si kweli, sio hayo tu. Mambo mengi ambayo tutayaona kwa matendo yake makuu ya Mungu yatapitia watu wa Mungu. Watu wa Mungu. Unajua sisi ni watu wa Mungu. Halafu kuna watu wa Mungu wanaotumwa. Kwa mimi ni mtu wa Mungu. Mungu akitaka kunihudumia anasema atawatuma watu. Na ndio maana anatambulisha kabisa kuna watu wake. Ikiwa watu wangu walioitwa kwa jina langu. Anasema ikiwa watu wangu. Mungu ana watu wake ambao huwa anawabebesha baraka kwa ajili ya watu wengine wa kwake. Yaani watu wake wanazibeba baraka kupeleka kwa watu wake. Halafu sasa anaeleza ya kwamba akiwa amekupenda, Mungu akiwa amekupenda na ukawa na thamani kwake, cha kwanza huwa anakuletea karibu watu, anakukutanisha na watu waliozibeba baraka zako. Mwaka huu ni maombi yangu Bwana akukutanishe na watu waliobeba baraka zako. Kama uliomba utajiri mwaka huu, Bwana akakukutanishe na watu waliobeba utajiri wako kwa jina la Yesu. Nataka niende mbele za Bwana niombe, lakini kabla ya kuomba tujadili tena. Tunakumbuka Yesu alipowatuma wale mitume wake, akagawa 70 akawapeleka wachache kila kona, akapewa mamlaka ya kuwaponya watu, lakini pia akawapa mamlaka ya kuwafungua watu katika vifungo vyao. Moja ya maelekezo aliyopewa ni kutokubeba kitu. Akasema mkifika huko mtahudumiwa huko. Ni nani atakenda kuwahudumia hawa mitume waliotumwa kwenda kulipeleka neno la Mungu? Ni watu wa Mungu wa mahali pale wanapoenda kulipeleka hilo neno. Sasa nataka nikuambie, kazini kwako pale kuna watu wa Mungu. Kwenye biashara yako kuna watu wa Mungu. Miongoni mwa wateja wako wapo watu wa Mungu. Kuna watu wa Mungu kwenye kila kona, hadi mtaa unaoishi kuna watu wa Mungu. Kwa hiyo Mungu huwa anainua watu wake kwa ajili ya kusababisha mambo yake yatokee kwa watu wake. Kwa hiyo tunapoenda kumwambia Mungu tuinulie watu, utuletee kabila za watu, utukutanishe na watu, unakuwa unafanya mchakato wa kuombea hawa watu wanaitwa destiny helpers, wale watu ambao wanakupeleka kwenye hatima yako. Mimi sijajua umeomba nini, lakini najua utakuomba kitu kwa ajili ya mwaka huu. Basi ujue Mungu atakuletea watu watakao kuja wamelibeba wazo la Mungu kwa ajili ya kufanikisha hilo. Mungu anawauliza wale 70 waliorudi, wale mitume, akaambia, je, mlivyokuwa huko mlikosa kitu? Kuna kitu mlikikosa? Wanasema hakuna tulichokikosa. Nini maana yake? Walipokuwa na kiu alipatikana mtu wa Mungu aliyeshika maji. Walipokuwa na njaa alipatikana mtu wa Mungu aliyeshika chakula. Walipokuwa katika hali ya riski kwamba hapana usalama, akapatikana mtu aliyowalinda. Kuna mahali wanashindwa kujieleza vizuri, ni kama vile wanataka kupata shida, anapatikana mtu anayewasemea. Kwa ajili gani?
Mungu anakuinulia watu kwenye kila kona kutokana na uhitaji unaoendelea kwa kipindi hicho. Ndio maana napomwomba Bwana kuinulia watu, ninaelewa yamkini kwa kuna uhitaji wa mambo mengi sana. Bwana kuinulie kabila za watu. Tunapoenda kumwomba Mungu ya kwamba Mungu, tunawaombea wale watu waliobeba baraka zako, lakini tunaomba ukatuinulie watu, Mungu anaenda kufanya mambo makubwa sana. Nataka uelewe tu ya kwamba Mungu anawatumia watu, ana watu wake. Tunataka twende tukayafanya maombi haya mfungo wa leo, tujiconnect kwa watu wa Mungu. Elewa vizuri sana, kuna watu wa shetani pia. Ni kama vile mtu naenda kutafuta mchumba, shetani naye anatafuta kukuchomekea mchumba wake hapo, uoe aanze kutesa maisha yako yote. Lakini bahati nzuri yupo wa Mungu pia, ambaye naye ukisimama vizuri utamkuta. Sasa ni nani anayekuletea mke sahihi ama mume sahihi? Mtu wa Mungu ataleta mtu wa Mungu. Yaani huyo mtu wa Mungu ataletwa kwako na mtu wa Mungu. Yaani kutakuwa kuna divine connection, muunganiko wa kiroho ambao unakupa wewe nafasi katika ulimwengu wa roho. Watu wanainuka na kukupa connection. Nilikuwa naongea na rafiki yangu mmoja kwenye simu leo. Nikaambia, unajua sisi tunaishi kwa connection. Hebu niambie huko unaendeleaje? Akaniambia, kwa kweli namshukuru Mungu. Akawa ananieleza connection mbalimbali alizozipata. Watu wote ni watu wamenyanyuka, anajikuta tu ana connect huku na huku. Kuna watu wasema no. Kuna watu watasimama watakukingia kifua, hawakujui. Ndio utaelewa hivi, mtu amenikingiaje kifua na hanijui? Usishangae, ni mtu wa Mungu akiitwa. Wewe ukimwita ukasema, Mungu mwaka huu niinulie watu wako, mahali ambapo utajikuta mahali watu wanakukingia kifua na haujulikani wala sio maarufu. Watu watakukingia tu kifua, anambia no. Wewe uwezi ukamwonea udada. Hapana bwana, mimi ni kaka yake. Unajiuliza ametoka wapi huyu kaka? Katoka kwa Bwana. Akija tu atalifanya kusudi lake, ataondoka zake. Mara nyingi hawa watu muda mwingine hawakaagi, wanakuja wanayafanya makusudi ya Mungu, wanaondoka kwa sababu ni wamekuja purposeful, hawajaja kupoteza muda. Kwa tunapoenda kumwomba Mungu kwa ajili ya hawa watu ambao ninawaongelea hapa, ni watu muhimu sana kwenye maisha. Hata Yesu mwenyewe alitafuta watu wa kuambatana nao. Akaenda akafunga katika mlima, alipopanda mlima Mzeituni, alipofika kule akaomba. Alipoomba akaja na nguvu ya kuwatafuta mitume atakaoambatana nao. Kuna watu naotakiwa kuambatana nao mwaka huu. Kuna watu tena wanaoitwa sahihi, watu sahihi watakaoambatana na wewe. Haya maombi ya leo na mfungo wa leo ni mfungo ambao unaweza kuyabadilisha maisha yako, kashangaa sana. Mtu mmoja aliyeitwa kwa jina la Bwana anaweza katumwa kwako akabadilisha maisha yako yote, na utashangaa ametokea wapi. Ni wa Bwana aliyeitwa kwa jina la Bwana, ni wa Bwana. Niliwa nawasimulia watu kichekesho fulani, lakini pia huwa namuona Mungu, huwa nasimulia kama ushuhuda pia. Kuna miaka nilipitia hali ngumu kweli, halafu ghafla nikawa nimeitwa kwa wanaokaa Dar es Salaam. Niliitwa mitaa Lumumba pale, pana redio moja hivi, niliitwa pale. Halafu naenda kuhojiwa, hata hela ya mafuta ya kurudia nikawa sina, lakini nikawa namwamini Mungu kwa sababu nilikuwa na agano langu binafsi la mafuta kwenye gari yasikauke, lakini 100 sina na nadaiwa na watu kadha wa kadha miaka hiyo. Halafu baada hapo nikaambia Mungu, naomba nikuone. Cha ajabu sana, kulitokea kitu ambacho mpaka leo huwa nakuwa kinanisumbua na wazaga, afu naishia tu kusema ni Bwana. Alijitokeza mtu mmoja wakati nashuka kutoka kwenye interview ya redio. Mtu mmoja akaniita akasema, njoo bwana. Akaniambia, bwana wewe nyumbani kwangu wanakufuatilia sana. Akasema njoo. Akaingia kwenye gari lake, akafungua dashboard, akachukua hela, akaanza kunipa mabulungutu kwa mabulungutu yake. Nikakinga, nikavuta ile t-shirt nikawa nimeiweka hivi, akajaza alafu akaondoka. Yule bwana namuangalia hivi usoni, lakini hivyo geuka hivi sura kwanza kuondoka, sura yake ilipotea. Mpaka hivi ninavyokuambia akipita hapa siwezi kumjua. Na nikaendelea kupiga simu, ikawa inaita miaka nenda rudi, nikaachana naye. Halafu Mungu akawa ananiambia kwamba yule ni yeye aliyekuja kupitia mtu wake. Yaani nakuhakikishia
Mungu atakutanisha na watu ambao tathmini yake ni malaika kutoka kwa Bwana. Wanaletwa, wanalitimiza kusudi, wanaondoka. Kwa hiyo unaweza ukaelewa ya kwamba ni kwa namna gani Mungu anaweza akakuinulia watu. Huyu mtu alivyoinuliwa hivyo, yaani siku hiyo na madeni yote yaliisha, ndio mwanzo na mwisho wa kutokuwa na madeni na maisha yakawa mazuri. Yaani niliwaita watu wote, njoo tuonane, nikawalipa wote na nikawa huru. Kwa unaweza kukuta unajiuliza Mungu atakubariki vipi? Mungu atakuinulia watu wake. Hawa tunaotaka kuombea sasa hivi, Mungu atakuinulia watu wake. Usije kadhani ya kwamba kuna njia ya kufanikiwa ukiwa peke yako. No. Mungu anakuinulia watu. Mfano mfanya biashara, bila mteja hawezi kufanya biashara. Kwa hiyo kuna namna Mungu anakuinulia watu kuja kuyafanikisha yako yote. Ndio hayo mambo ambayo ninayaombea leo, na ndio tutakwenda nayo katika mfungo wetu wa siku ya leo. Mungu akatuinulia watu. Tutawaombea wale leo destiny helpers, wale wanaoshikiliwa na Mungu na kutumika na Mungu kuhakikisha kwamba tunafika tunakotaka kwenda. Nataka twende tukamuombe Mungu kwa ajili ya hao, akawainue watu kutoka pande zote. Kuna watu wengine watainuka kufungua mipaka ya nchi ili uondoke uende nchi nyingine kwa ajili ya mambo kadha wa kadha. Kuna watu watakaoinuka kwa ajili ya kufanikisha. Kuna watu watakaoinuka kwa ajili ya kulinda ndoa yako na kulinda mahusiano yako. Kuna mazingira Mungu atainua. Kwa hiyo lazima uelewe ya kwamba tunapoyaomba haya maombi, si maombi madogo, ni maombi makubwa sana ya kwamba Mungu atuinulie watu. Tunawaombea watu Mungu aliowainua, wale destiny helpers wetu. Mungu akawape taarifa ya kuzileta hizo baraka. Mungu akawape neema, Mungu akawabariki, Mungu akawape taarifa ya kuyaleta hayo yote yatujilie. Kwa tunapoenda mbele za Bwana kuomba, tunataka Mungu akatufanyie wepesi mwaka huu. Tukutane na miujiza na ishara na ajabu kupitia watu ambao Mungu atawaita kwetu. Tunataka tuende mbele za Bwana tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, Mungu aliye hai, ninakushukuru sana kwa neema yako ya ajabu sana. Asante kwa ajili ya siku nyingine njema ya mfungo wetu. Ninakushukuru kwa neema na rehema zako kuu. Asante kwa vile ambavyo we Mungu unasimama pamoja nasi katika mambo mengi sana, Bwana. Asante kwa ajili ya siku ya leo ambayo Bwana umeifanya, ikiwa ni siku ya 8 ya mfungo wetu. Baba, ninaomba mkono wako wenye nguvu kawe pamoja nasi. Ninaomba kibali chako Roho Bwana kapata kudhihirika. Roho Bwana ukawainulie, ukatuinulie watu destiny helpers, watu waliobeba kusudi lako, watu waliobeba hatima zetu, wakatujilie na kutuwasilia kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Watu waliozibeba baraka zetu wakatujilie na kutuwasilia katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Tunaomba kwa ajili ya destiny helpers wetu wa mwaka huu 2026. Mungu aliye hai, wale uliowakusudia, uliowapaka mafuta mabichi, umewapa mambo mengi kwa ajili ya maisha yetu. Ninaomba neema yako ikawaguse, rehema zako zikawe nyingi, adui asiwaguse na kuwazuia kwa namna yoyote, mpaka atakapotufikishia makusudi yako kwenye maisha yetu. Kusudi lako likatimie, Roho Bwana. Najua kuna watu na wainua waje waseme kwa ajili ya maisha yetu ya uchumi. Kuna watu na wainua waje waseme kwa ajili ya biashara zetu. Wapo watu na wainua watakaotupa ideas, watakaotupa agendas. Mungu aliye hai, ninaomba neema na rehema. Ninaomba rehema na neema kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Mungu aliye hai, Baba, asante kwa maana unaenda kutupa neema ya kuona mambo makubwa mwaka huu. Lakini kuna watu utakaowatumia. Najua Mungu anaenda kutupa neema ya kuona mambo makubwa kutokea kwa watu wako. Lakini kuna watu utakaowainua. Wapo watu wako uliowapa neema, umetuinua sisi Bwana kama watu pia kwa ajili ya watu wengine, na kuna watu umewainua kwa ajili yetu. Mungu aliye hai, ninaomba neema yako ikatembee na kibali chako Bwana. Ninaliombea hili mfalme wa amani, wale watu walioitwa kwa jina lako katika jina la Yesu. Wale watu waliobeba ajenda yako watatuwasilia Bwana. Watu waliobeba ajenda yako, Mungu aliye hai, kuna watu wamebeba kusudi lako. Watujilie leo, watujilie mwaka huu. Mwaka ukawe ni wa ishara, ajabu, matendo makuu ya Mungu. Ukawainue watu waliozibeba ajenda za utajiri wetu. Ukainue watu waliobeba ajenda za ndoa.
ukawainue watu ambao ni mme wa mtu fulani anayenisikia wakati ambaye hajaolewa, ni mke wa mtu fulani ambao ananisikia, mtu fulani ambaye hajaoa. Mungu liye hai, inua watu na kabila za watu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu liye hai, ninayatangaza yote kwa ushindi wake katika jina la Yesu. Baba, asante kwa neema na rehema, sifa na heshima vyote ni vya kwako, ni katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu aliye hai. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Najua lipo kusudi la Bwana, na najua wapo watu ambao Mungu umewainua. Mungu amewainua kwa ajili yako. Nataka tunapoenda kuachilia sadaka zetu leo, Mungu aende akawaguse hao watu, sadaka zetu zikatoe taarifa zaidi kwa wale watu ambao Mungu amewainua. Sadaka zetu zikawape geographical position zetu, zikawape direction mahali tulipo. Sadaka yako unayoachilia kwa ajili ya watu walioitwa kwa jina lako, walioitwa kwa ajili ya kusudi la Mungu kwako, sadaka hii ikawape mahali ulipo, mahali ulipo. Sadaka hii ikawalete watu, ikawafurisha watu mahali ulipo, na hatimaye neema ya Bwana ikubariki. Mungu wangu akubariki sana. Basi utashika sadaka yako, utaiachilia katika ile lipa namba M-Pesa ambayo ni 57 78 76 0, au namba za mawasiliano 0713 84 21 23 au 0744 98 25 17. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.